Story nyingine ni kuhusiana na MC Pilipili ambapo ameendelea kufunguka kuhusiana na kufungua huduma ya kanisa. MC Pilipili amepata kufunguka kuhusiana na hilo, huku akisema tayari kuna waziri ambaye amemwaahidi kumnunulia vifaa vya muziki. Huyu hapa akifunguka kwa urefu zaidi. Hamna mtu anayemwiga mtu mwenzake. Mimi hata Masanja unajua alikuja kuokoka baadaye. Mimi nilikuwa nimeshaokoka unajua toka mwaka 94. Na nimeanza kazi ya Mungu na kuhubiri na kufundisha since that time. Nimehubiri muda mrefu sana ya. Kwa hivyo nachoweza kusema tu kuhusu huduma inakuja kwa ukubwa. Inakuja kwa ukubwa na inakuja kwa uzuri. Itakuja kama hivi ambavyo unaona. Yaani nitakuwa nakuja hapa labda nafanya siku 3, natoka naenda Kahama nafanya siku 3, siku 4, natoka kwa sababu baadaye nikuja kugundua ya kwamba kama nitafanya kwa kanisa sitoweza kuifikia nchi. Umeona iliweza kuifikia nchi ni vizuri kama nitafanya au tutaifanya kama ministry. Kwa hiyo kama huduma actually. Kwa hiyo ndio ipo hivyo. Kwa sababu Mungu huyu aliyenipa nafasi ya kuwa MC wa taifa ndio ambaye ananipa nafasi ya huduma. Kwa hivyo hawezi kunipa nafasi ya kuwa MC wa taifa, mchekeshaji wa taifa, afa kufanye kuwa labda mwalimu wa neno la Mungu wa mtaa au mwalimu wa neno la Mungu wa mkoa. Umeona? Kwa hivyo amenipa taifa, kwa hivyo nimejiweka vizuri. Unajua unapopata nafasi sasa kama hiyo pia au kurupuki tukutoka na kwanza unapanga vizuri. Unasema nataka kuvuka au kuruka gani na nyunga. Kwa hiyo unapanga so kwenye stage, kwenye usafiri na vitu vingine. Kwa hiyo kitu kikubwa kinakuja. Si kwa sababu tu walikuwa wanaona kwenye mitandao. Masanja ni mshikaji wangu, tuko naye vizuri sana. Tuko naye poa na wala sio kama nilikuwa na mwiga, lakini ni moja kati ya watu ambao nilikuwa na support sana. Unajua mimi kwenye mambo ya huduma hao wote ni marafiki zangu na tuko nao karibu. Hata Kuhani Musa umeona niko naye vizuri sana, Mheshimiwa Mposa mwenyewe. Unajua Mposa mimi nilianza naye toka na watu 12. Yani 12 10 tukasinza kipindi hicho. Kwa tuko naye poa. Hata Pastor Tony Kapola. Unajua mimi pia nilikuwa MC kwenye hata harusi yao zaidi miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo ni watu wote hawa tuko nao vizuri. Hata kuna pastor mmoja tu IPM umeona niko nao vizuri, wote niko nao poa. Yani tuko nao vizuri. Sipokuwa tu mimi kwa sababu Mungu amenipa vingi. Wanajitahidi kwenye kila vingi vyote ambavyo ninavyo na hakisha na vitoa. Kwenye vyote hivyo hilo la utumishi ni kubwa. Hilo kila ninapofanya interview waandishi lazima waliongelee. Waandishi ambao waliongelea ni ishara ya kwamba ni kitu ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo kama kinatakiwa tunataka tukilete kwa ukubwa, kwa uzuri, umeona ili watu waweze kupata vizuri. Na hata watu wengi akiwemo Mheshimiwa Bashungwa aliniambia nikiwa tayari yeye yuko lazima kuninunulia vyombo. Yani kuchangia vyombo vya muziki. Hata Mheshimiwa waziri wa barabara na miundombinu something Ulega naye pamoja kama ni Muislamu lakini ananiambia bwana katika hili swala lako la mambo ya dini na kazi ya Mungu utakapotaka tu kwanza tena mimi niko tayari kuchangia. Kwa hivyo ni kitu kizuri ambacho jamii inakiangalia, jamii inakitaka. Umeona Kwa hivyo ni kitu kikubwa.